السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرته على علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kukutana katika somo hili letu pendwa la tajwidi. Tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie wepesi katika safari hii tuliyoanza. Inshallah tutakuwa pamoja katika somo hili. Na leo inshallah tutaanza haraka bila kupoteza muda. Najua muda wenu ni muhimu na hamna muda kupoteza, lakini kabla ya yote jitahidi usisahau kufollow au kusubscribe YouTube channel yetu pamoja na TikTok page yetu, channel yetu, na pia usisahau kushare na wengine wapate faida, na usisahau pia kusave ili baadaye uweze kurudia na kukaa na kupata faida hizi za tajwidi. Leo hii tuna somo la tajwidi, na somo la kwanza tulilonalo hapa ni utangulizi wa elimu ya tajwidi. Kwanza kabisa tutasoma maana ya tajwidi, kanuni na njia ya ufasaha. Yaani njia ya ufasaha tuseme ni kama vile matokeo ambayo yatapatikana baada ya mtu kusoma tajwidi. Kusoma tajwidi ipasavyo, then Qur'ani yako utaisoma kwa ufasaha. Imetayarishwa kwa lugha nyepesi kwa wasomaji wa Kiswahili. Naam. Kwa hiyo tunajua kwamba kusoma tajwidi ni njia bora kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kusoma Qur'ani si kutamka maneno tu, ni kusoma sawa na jinsi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyoipokea. Tajwidi ndio ufunguo wa kufikia ukamilifu huu, unaompa mja fadhila na thawabu nyingi mno. Yule anayesoma kwa tajwidi na yule ambaye hasomi kwa tajwidi, hawa watu ni watu wawili tofauti. Kila mmoja ana ujira wake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, al-mahiru bil-Qur'ani ma'al kiramil barara walladhi yatata'u fihi lahu ajran. Yule ambaye ni mjuzi katika usomaji wa Qur'ani anakuwa na malaika watukufu wa karim, yani wanahudhuria visomo vyake. Popote pale atakaposoma, malaika wanakuja kusikiliza. Na hii ilipokewa kwenye baadhi ya masahaba, kwa baadhi ya masahaba pia nao waliweza kusoma Qur'ani na ikahudhuriwa na malaika. Na ilipo wazi katika baadhi ya hadithi, unaweza mkatafuta na mkaipata. Lakini wakati huo yule ambaye anapata shida ya kusoma Qur'ani, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema anaye ujira mara mbili. Ujira wa kwanza ni ujira wa kusoma, lakini ujira wa pili ni ujira wa kupata shida katika usomaji. Na kisha tunaenda moja kwa moja kwenye chimbuko na dalili za tajwidi. Mtu anaweza kauliza kwamba dalili ya kwamba tajwidi ni lazima imetoka wapi? Kwanza katika Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema warattilil Qur'ana tartila, soma Qur'ani kwa tartil, kisomo cha utaratibu upasao. Yani tartili maana yake ni kuisoma katika utaratibu unaofaa au unaopasa. Lakini kutoka kwa sunna, katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam alihimiza mwenye kupenda kuisoma Qur'ani kama vile ilivyoteremshwa, basi na asome kwa qiraa cha Ibn Ummi Abdi. Na huyu Ibn Ummi Abdi ni nani? Huyu ni Abdullah ibn Mas'ud, ambaye alikuwa akisoma Qur'ani katika utaratibu mzuri, na utaratibu huo uliosifiwa ni utaratibu wa tartil. Na mpaka mwisho wa kozi hii utakuwa ushajua huo utaratibu ambao tumeukusudia, na wewe pia utapata nafasi ya kusoma kama alivyokuwa akisoma Abdullah ibn Mas'ud, ambaye alikuwa na sehemu kubwa katika usomaji wa Qur'ani. Alipata nafasi kubwa hiyo, na pia alikuwa ni mwenye kujitahidi katika hilo, na akapata na ni katika watu pia waliokuwa wakimsomea Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume wakati mwingine alikuwa akisikiliza Qur'ani kutoka kwa masahaba zake, na sahaba huyu Abdullah ibn Mas'ud alikuwa akimsomea Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini sasa tukisema labda formula ya tartili ni ipi? Neno la khalifa wa 4 Ali ibn Abi Talib alisema ni kwamba
Tartili maana yake ni kutamka herufi ipasavyo. Wa i'ta'i kulli harfin haqqahu, ni kuipa kila herufi haki yake, lakini kuna elimu pia ya ujuzi wa kusimama na ujuzi pia wa kuanza. Yani tukisema ujuzi wa kusimama na kuanza ambayo ni waqf wal ibtida, ni jinsi unavyosimama katika usomaji wa Qur'ani. Mfano mtu akasema inna Allaha, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, inna Allaha la yastahi. Mtu akasoma hivyo alafu akasimamia hapo, maana ya haya maneno ni kwamba hakika Mwenyezi Mungu haoni haya. Lakini kiuhalisia haitakiwi mtu asome hivyo. Au mtu akasoma fawailul lilmusallin, wale wao wenye kuswali, alafu akasimama. Huyu katika usomaji wa tajwidi anaonekana kwamba hakujua au hajui wapi pa kuanzia kusoma na wapi pa kusimama, kwa sababu fawailul lilmusallin, wale wao wenye kuswali, kwa maana inakuwa haijakamilika kwa yule msikilizaji. Kwa hiyo ukichunga herufi, kila herufi ukaipa haki yake, lakini wakati huo huo ukawa na ujuzi wa kuanza na kusimama katika usomaji wa Qur'ani, then tayari unakuwa ushapata kitu ambacho tunakiita ni tartil. Naam. Baada ya hapo tunaenda kwenye neno tajwid. Neno tajwidi linamaanisha nini? Kilugha, neno tajwidi katika lugha ya Kiarabu, neno tajwidi linatokana na neno jawada. Maana yake ni ufundi, kufanya kitu kwa uhodari au ustadi mkubwa. Lakini kisheria, yani katika istilahi ya wanazuoni wa tajwidi, mapatano ya wanazuoni wa tajwidi, wamepatana kwamba tajwidi maana yake ni kuitamka kila herufi ipasavyo, wa i'ta'i kulli harfin haqqahu, ni kuipa kila herufi haki yake, lakini pia sifa zake, huku ukifuata hukumu zote za usomaji. Kwa ukifanya hivyo, then tayari unakuwa ushapatia tajwidi. Lakini wakati huo huo tunaenda, je, kujifunza tajwidi ni lazima? Ili swali linakuja. Je, kujifunza tajwidi ni lazima? Tajwidi hukumu zake zimegawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni elimu ya nadharia, majina ya sheria, yani ya kiistilahi ya tajwidi. Inasemekana anayetaka kusoma majina ya istilahi ya tajwidi akajua, mfano akasema hii ni idhari, hii ni idgham, hii ni iqlab, na hii akasema ni harful mad tabi'i. Yani kwa mfano mtu akataka kuhifadhi haya majina, kufanya hivi nasema ni fardhu kifaya, inatosha kwa wachache katika jamii, kwa wataalamu wa nadharia na sheria za tajwidi. Lakini hukumu nyingine ni kwamba ni fardhu ain, fardhi ya lazima kwa kila mtu. Maana yake ni katika matumizi ya vitendo, kusoma kwa usahihi. Maana yake nini? Inawezekana haujui istilahi zote za tajwidi, haujui iqlab, haujui idgham, lakini wakati wa kuisoma Qur'ani unaisoma idgham kama ilivyo, unaisoma iqlab kama ilivyo. Kipande hichi ni kipande ambacho ni lazima kwa kila mmoja. Kwa ni lazima kwa kila msomaji kusoma bila kukosea matamshi, kubadilisha herufi bila kubadilisha herufi, ambapo kunaweza kubadilisha maana ya neno la Allah subhanahu wa ta'ala ambalo ni Qur'ani tukufu. Kwa hiyo usikosee katika usomaji. Kwa hiyo kuisoma Qur'ani kwa ufasaha ni fardhu ain kwa kila msomaji. Lakini nafasi ya lugha mama katika tajwidi, kwa nini tunatumia Kiswahili? Na Mwenyezi Mungu anasema wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi, na hatukumtuma mtume ila kwa ulimi wa kaumu yake ili apate kuwabainishia. Suratu Ibrahim aya 4. Lakini lugha mama ya kwetu ni Kiswahili. Kwa hiyo Kiswahili inakuwa ni daraja la kwenda kufahamu maandishi ya Kiarabu. Qur'ani ni Kiarabu, lakini ili kufahamu na kubaini hukumu za tajwidi kwa wepesi na ladha, lazima kwanza zifundishwe kwa lugha mama ya Kiswahili. Kwa hiyo ukiangalia nchi nyingine utagundua kwamba walishavunja beria la Kiarabu. Lakini Tanzania bado tuna tatizo kwamba tukitaka kusoma tajwidi inabidi kwanza tuende kwa mtu anayejua Kiarabu, then atufasirie yale maneno ya Kiarabu kwenda kwenye Kiswahili. Lakini kupitia kozi hii hapa ambayo tumeianza mapema kabisa, utapata kuijua tajwidi kwa lugha yako mama ya Kiswahili. Kinachotakiwa wewe si Kiarabu, kinachotakiwa wewe ni kufahamu
na kwenda kufanyia kazi. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie wepesi katika hilo. Lakini kuna nguzo kuu 4 za elimu ya tajwidi. Ya kwanza, inabidi ujue makharij al-huruf, matamshi na asili yake, jinsi ya kutamka kila herufi na kujua kwamba kila herufi inatoka wapi mdomoni. Mfano, katika elimu hii utafundishwa kwamba ukitaka kujua, katika elimu hii hapa utafundishwa kwamba ukitaka kujua kwamba herufi inatoka wapi, labda ile herufi yake sakna. Mfano, tukasema ab. Kwa tumejua b ambayo tumeiwekea sakna hapo inatoka kwenye midomo, kwenye lips. B. Naam. Lakini pia nguzo ya pili, inabidi mtu ajue sifa na tabia za herufi. Herufi zina tabia mbalimbali. Kuna herufi ambazo zina tabia ya mluzi, na hili pia tutaenda kulisoma kwa undani pindi tutakapofikia katika kipengele hicho. Lakini inabidi ujue pia hukumu, mabadiliko ya kimpangilio. Kila herufi inaweza kubadilika hukumu yake, au unakuta herufi moja imeingia katika sehemu mbalimbali. Herufi moja imeingia katika sehemu mbalimbali. Tutakuja kuliona pia hilo tunapofikia kwenye hukumu. Mfano, hukumu ya nuni sakna na tanwini tutaelezea vizuri humo. Pindi nuni nuni sakna na tanwini inapokutana na herufi aidha ye, ikikutana ye inakuwa idgham bi ghunna, ikikutana na re inakuwa idgham bi ghairi ghunna, idgham kwa ghunna na idgham pasina ya ghunna. Yote tutayasoma tutapofikia katika sehemu yake. Lakini cha muhimu zaidi ni mazoezi, urudiaji wa ulimi, ili kuweza kujitahidi kusoma tajwidi vizuri. Baada ya kusoma darasani, inabidi ukae chini ufanye mwenyewe mazoezi. Na baada ya hapo tuna kitu wanakiita makharij al-huruf. Tunaweza kubainisha moja baada nyingine, tushaelezea kidogo. Lakini makharij al-huruf, kuna herufi zinatoka mdomoni, kuna nyingine zinatoka mdomoni kwenye lips kama tulivyoona ba, lakini kuna herufi nyingine zinatoka kooni, mfano zile herufi 6 za idhhar. Lakini ujuzi wa kujua wapi hasa kila herufi inatokea, nadhani hilo hasa ndo linalokusudiwa katika somo. Lakini baada ya hapo, nguzo ya pili, sifa ya herufi. Kuna sifa ya unene. Kuna herufi ambazo anaita muthaqqal au hurufu tafkhim. Sio muthaqqal, bali sahihi kabisa ni tafkhim. Herufi za tafkhim, wakina dhad, wakina ta na herufi nyingine. Sifa ya wembamba, kuna hurufu tarqiq. Mfano, kusema a au ma, badala ya kusema ma unasema ma. Maliki na sio maliki. Maliki yaumiddin. Lakini kuna herufi nyingine za mwangwi, qalqala, sema qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Unaona dali hapo mwisho inakuwa na mwangwi, herufi inajirudia rudia. Lakini baada ya hapo, haraka tuna nguzo ya tatu ambayo ni hukumu. Herufi A ikikutana na herufi B, mpangilio unakuwa hivi. Ujuzi wa kujua namna herufi zinavyobadilika kulingana na mpangilio wa maneno, jinsi sauti inavyofichwa, mfano kwenye ikhfa, mfano au kwenye idgham, tutakuja kuona tutakapofika sehemu husika, au mad, jinsi herufi zinavyovuta. Nguzo ya 4, mazoezi na urudiaji. Kwa tumesema ili mtu aweze kumanage tajwidi vizuri, ili aweze kuipatia vizuri, inabidi awe anakaa anaisoma hiyo tajwidi kwa sauti, anasoma Qur'ani kwa sauti, na hili litamsaidia sana katika kurekebisha sauti yake na kujitahidi kupatia tajwidi, somo la tajwidi. Lakini wakati huo haraka, kwa nini kitabu pekee hakitoshi? Kusoma hukumu kwenye kitabu hakumfanyi mtu kuwa stadi. Ni lazima suluhisho, ni lazima kupata mwalimu stadi. Talaqi. Neno talaqi maana yake ni kupata ile Qur'ani kutoka kwa mwalimu wa kusomeshe. Ndio ile kama alivyokuwa anafanya Jibril na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akimsomesha. Sema fa idha qara'nahu fattabi' Qur'ana, pindi tunapoisoma Qur'ani basi ifuatishe hiyo Qur'ani. Lakini ni lazima kupata mwalimu stadi kama tulivyosema, ambaye atamsikiliza mwanafunzi na kusahihisha makosa kimatamshi ambayo hayawezi kuonekana kwenye maandishi. Kwa hilo muhimu, mlizingatie hilo, kupata mwalimu ni kitu muhimu. Lakini tunakaribia kumaliza mzunguko wa elimu ya tajwidi. Kwanza, nia.
kujenga lengo safi. Kwa nini unasoma tajwidi? Weka nia yako kwamba nasoma kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Then ukiweza kufanya hivyo, insha Allah utapata thawabu zinazotarajiwa. Lakini kufahamu kanuni kupitia vitabu nadharia, lugha mama Kiswahili, kama utakavyoandaa katika topic katika kozi yetu hii. Lakini kusikilizwa na kusahihishwa na mwalimu kivitendo, hilo muhimu. Lakini kufikia kisomo kilichokamilika. Kuona sisi, kwa yote yule atakayehitaji kwenda kwenye jambo hilo la kusikilizwa, then tutawasiliana kwa namna yote ile, tutasikiliza. Lakini hatua inayofuata, tafuta mwalimu stadi wa kusikiliza, jiandae kwa somo la pili, kujifunza kuhusu herufi 7 na misingi ya qiraa. Lakini na sipati kuwezeshwa haya ila na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa yeye ninategemea na kwake yeye naelekea. Usisahau ku like, usisahau kushare, usisahau kufollow na usisahau kusubscribe. Asanteni sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa hadha wallahu a'lam.